بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر الأزمان وفصل الفصول، نحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد ونثني عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يبلغنا أقصى الغايات ويرفعنا بها أعلى الدرجات والفوز بسكنى جناته، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالقول السديد والفعل الحميد والأمر الرشيد، فما أحسن ما جاء به من العبادة وما أعظم ما جاء به من التوحيد، ومن ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وارحم على سيدنا المختار إمام المتقين وسيد الأبرار والقائل الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم العرض الأكبر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته والعمل بما فيه رضاه. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekadiria muda ndani ya miezi 12. Katika miezi 12 akaweka miezi minne mitukufu, lakini akauweka mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ndio sayyidu shuhur, kuwa ndio bwana wa miezi yote, na kwa kufaradhisha ndani yake ibada kubwa ya saumu. Ndani ya Ramadhani akateremsha Qur'ani, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akaweka usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Katuamrisha kufunga kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, as-sawmu junna, funga ni kinga, was-sadaqatu tutfi'ul khati'a, na sadaka inazima makosa kama ambavyo maji yanazima moto. Ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Daima mafanikio yetu yapo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kusali Ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu, lakini Ijumaa ya kwanza pia katika msikiti wetu huu mpya, msikiti wa viwango, msikiti ambao umeleta msisimko wa kipekee kwa Waislamu wa Shinyanga, na kila mmoja kwa kadiri anavyouelezea. Lakini tunachoweza kusema, msikiti huu umekuwa ndani ya wiki moja hii tangu kufunguliwa kwake, umeleta muamko fulani hivi katika mji wetu. Mara nyingi tumezoea miradi mikubwa kama msikiti huu au miradi mingine inayoendelea kwenye eneo hili,
Mara nyingi tumezoea miradi hii ama itakuwa ni ufadhili wa watu kutoka nje, au inaweza kuwa ni harambee fulani inayohudhuriwa na viongozi wa serikali wakubwa, ndipo yanapoweza kupatikana mabilioni ya fedha ya uendeshaji wa miradi kama hii. Lakini kinyume na hivyo ni kwamba sote tunajua kwamba ni miongoni mwa Waislamu wa mji wetu waliona itakuwa vizuri wakiacha alama katika dunia hii, alama ya ujenzi wa msikiti mkubwa kama huu, lakini na miradi mingine itakapokuwa imekamilika. Tunaweza kusema kwamba matajiri wengi huwa wanapenda kuona zinaongezeka sifuri kwenye akaunti zao. Alikuwa na 06, anataka ziongezeke zingine 3, anataka ziongezeke tena 03, kutoka milioni iwe bilioni iwe trilioni, na hakuna kiasi ambacho tajiri anaweza kusema kwamba hiki kinatosha. Lakini njia pekee inayoweza kuimiliki kiu hii ya kutaka ongezeko la sifuri katika akaunti ni utoaji pekee. Utoaji ndio unaweza kuimiliki hii kiu ya kutaka mabilioni kuongezeka, na hasa utoaji wenyewe ukiwa ni kwenye masuala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumezoea kuona watu wanatoa mabilioni kwenye masuala ya kisiasa na mambo mengine, lakini ni mara chache kuona watu wanatoa mabilioni ya fedha kwa ajili ya uwekezaji wa dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kusoma hutuba ya Ijumaa ya kwanza bila kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape furaha kama ambavyo sisi wengine tunafurahika kusali hapa. Awape furaha wale waliokuja na wazo na wakatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huu. Furaha hiyo iwe ni furaha ya dunia, lakini kubwa zaidi iwe ni furaha ya akhera. Ibadallah, fadilatu sawmi ma'rufa wal jazaa'u alayhi 'azim wa thawabuhu jazil wama 'inda Allahi min an-na'imi lis-suwami wal quwami kathirun wama na'lamuhu qalil. Ndugu zangu, fadhila za saumu ni maarufu, manake karibu wiki nzima hii mawaidha na nasaha mbalimbali zinazungumzia kuhusu fadhila za saumu. Malipo yake ni makubwa na thawabu zake ni nyingi. Aliyoyaandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya waliofunga ni mengi zaidi ya yale tunayoyafahamu. Sisi tunafahamu kidogo sana kuhusu fadhila, thawabu na malipo aliyowaandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafungaji. Zaidi tunasema kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani, moja. Pili, wahtisaban, anafunga kwa ajili ya kutegemea malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndivyo ilivyo wengi tuliofunga hapa, tumefunga kwa sababu ya imani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa funga. Tumefunga kwa sababu ya imani, tunaamini funga ni nguzo ya dini ya Kiislamu na ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi tumefunga si vinginevyo ila kwa imani na kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadha Ramadhanun shahru jiddin wa ibada, shahru siyamin wa qiyamin wa dhikrin wa du'ain wa qur'anin wa sadaqa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao watu wanatakiwa wawe makini. Ni mwezi wa ibada,
Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa funga. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusimama visimamo mbalimbali, mwezi wa kusimama kusali sala za tarawih, lakini pia kujitahidi kwa kadiri mtu atakavyoweza kusimama pia kusali sala za usiku. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwezi wa kuomba dua. Watu wanatakiwa wajitahidi kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ile aya ya swaumu nini? Aya ya maombi Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka baina ya swaumu, yani ule mchana wa funga na usiku wa mfungaji. Yani kabla Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajazungumzia usiku wa mwenye kufunga utakuwaje, akaizungumzia kuhusu habari ya maombi. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Wa idha sa'alaka ibadi anni, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, nipo mbali kwa masafa gani? Manake inawezekana kwa kijua umbali niliopo waniombe kwa sauti kubwa itakayonifikia, au wanataka kujua niko karibu yao kwa kiwango gani, ili wawe wananong'ona tu pale wanaponiomba. Wajibu inni qaribun, mimi niko karibu nao zaidi, niko karibu sana na muombaji. Ujibu da'wata da'i, ninajibu maombi ya muombaji. Idha da'ani waqtama yad'uni, wakati ule ule anaponiomba mimi ninajibu maombi na dua zake. Kwa hiyo mwenye kufunga maombi yake na dua zake zinajibiwa kwa haraka zaidi. Tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya yale mahitaji yetu tunayohitaji katika dunia hii, kwa sababu huu ni mwezi wa dua vile vile. Lakini tusisahau kwamba pia shahru Ramadhan shahrul Qur'an, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Tukithirishe kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tabia hii tutakayoijenga ya kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani itatusaidia pia kusoma Qur'ani baada ya Ramadhani. Baadhi yetu huwa ikifika Ramadhani ndio tunakung'uta vumbi la misahafu yetu. Msahafu umepigwa vumbi kwa miezi 11. Ukiona vumbi liko kwenye msahafu au liko kwenye Qur'ani, basi vumbi lililoko kwenye moyo wako ni kubwa zaidi. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanapaswa yawe kipaumbele chetu. Kama ambavyo tunavyoweza kushika simu zetu, basi ndivyo tunavyotakiwa kuishika Qur'ani mara kwa mara zaidi ya tunavyoshika simu zetu. Ibadallah, as-siyamu la yata'allaqu bit-ta'ami faqat, innahu yata'allaqu bi umurin muta'addida allati la yakmulu as-siyam illa biha. Ndugu zangu, swaumu haihusiani na chakula tu, yani kufunga si kwa chakula na kunywa, bali yako mambo mengi yanayohusiana na funga, ambayo mambo hayo ndiyo yatakayoifanya funga yako kuwa kamili. Min ahammiha hifdhu lisani anil kadhib wal ghiba wan namima. Miongoni na mambo muhimu kabisa ambayo pia yanachangia kuifanya swaumu kuwa kamili ni kuhifadhi ulimi. Kuna uhifadhi ulimi kutokana na kusema uongo. Maisha yetu leo yametufanya riziki zetu tuzipate pia kwa njia za uongo, udalali usiokuwa na kujali ile misingi ya kawaida. Kuulinda ulimi na uongo, kuulinda ulimi kutokana na kuteta, kulinda ulimi wako kutokana na usengenyaji. Kama yajibu hifdhu al-aini wal-udhuni anil istima'i wan-nadhari ila ma la yahib. Lakini pia ni wajibu mtu kulinda jicho lake, mtu kulinda sikio lake, kusikiliza na kutazama kile ambacho si halali. Tunatembea mabarabarani kwenye nchi zetu hizi ambazo mwanamke kuacha sehemu zake za maumbile yake wazi sio tatizo, na atakushangaa wewe unayemshangaa kwa nini anatembea hivi. Sasa jicho lako linapotazama
liwe ni moja ambalo sio la kutaka kuhakikisha ulichokiona. Ukitaka kuhakikisha ulichokiona, unaiweka hatarini saumu yako. Tujizuie kusikiliza yale yasiyo ya halali kwenye magari yetu, kwenye majumba yetu. Weka Qur'ani, weka adhkari zitakazokuwa zinasoma, sio miziki. Maana hata kama hatuna, maana kuna mjadala juu ya uharamu wa miziki, lakini jiulize wewe mwenyewe, unaposikiliza muziki unaandikiwa thawabu? Yani utaikuta huu muda unaotumia kusikiliza muziki utaukuta kwenye daftari la matendo yako mema? Kwa hiyo haupaswi wakati mwingine kusikiliza vitu ambavyo haviwezi kukusaidia wala havina faida na wewe katika maisha yako. Lakini wa hifdhul batni an tanawuli alharam, katika mambo muhimu yanayokamilisha saumu zetu ni kuhifadhi matumbo yetu kula haramu. Haramu imekuwa ni sehemu kubwa, miamala mingi ya fedha imekuwa ni vyanzo vyake ni haramu. Leo vijana wengi ukitembea mijini humu, sehemu kubwa wao kazi yao ni betting tu, kubeti. Na wengine mnakuja na majezi ya timu mnazozipenda yanayohamasisha uchezaji wa kamari. Betting ni kamari. Ukivaa Sport Pesa, ukivaa beti, unahamasisha biashara ya kamari, sawa na ambaye amevaa t-shirt inayotangaza pombe, kwa sababu kamari na pombe zimewekwa kwenye aya moja, innamal khamru wal maisir. Pombe na kamari, beti ni haramu kama ilivyo, kwa sababu kile unachokula, kile unachoshinda, maana yake ni fedha za wengine. Wewe umeweka 1000 unashinda milioni, maana yake hizi fedha zingine ni za wale waliocheza. Sawa tu na korokoro, sawa tu na kamari nyingine. Lakini ndio imekuwa leo sasa vijana wako humo kwenye mabeti. Akina mama leo imekuwa wanashiriki vikoba, mikopo ya kausha damu. Wanaume leo wanaingia kwenye migogoro ya ndoa kwa sababu ya mikopo hii walioingia wake zao. Ghafla kaja mtu, sisi ni wale. Maana kuna tuvigari twingi tu ICT tunazunguka mjini twingi sana, ambao kazi yao ni hiyo tu. Mume hajui, kaja wanataka kubeba vitu ndani ya nyumba, mume anazuia, wakampiga akafa. Faida kwanza huioni ya hiyo mikopo ya kausha damu, ya hivyo kampuni vikoba, huioni faida yake kwenye familia. Sasa baadhi yetu inawezekana futari zetu zinatokana na riba, zinatokana na makamari, zinatokana na mikopo mingine isiyofaa. Unaingiza futari yako kwenye tumbo lako ambayo ni ya haramu. Haramu inafanya usikubaliwe sala zako. Tonge moja la haramu siku 40 huna sala. Saumu haikubaliwi, maombi yako hayakubaliwi. Na ndio maana utaona athari ya funga ya siku 30 imekuwa ndogo sana ukilinganisha na zamani. Kwa nini? Kwa kutokuchunga kile ambacho kinaingia kwenye mdomo, kwenye matumbo yetu. Ndugu zangu, fasaumu yuallimuna al-akhlaq. Saumu inatufundisha, yani sio tu kuacha kula na kunywa. Saumu pia inatufundisha tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Mtu ambaye haachi maneno ya uongo, maneno ya kuzua na kuyafanyia kazi, Mwenyezi Mungu hana shida na saumu. Kule kuacha kwake kula na kunywa, kwamba nimefunga kwa sababu hujala, nimefunga kwa sababu hujanywa, lakini maneno unayoyatoa ni porojo na maneno ya uongo au maneno ya uchonganishi. Allah subhanahu wa ta'ala hana shida na saumu hiyo, kama mtu atashindwa kuchunga ulimi wake kutokana na maneno yaliyokuwa yasiyofaa. Fasiyamu yushhidhu iradatak. Saumu inanoa utashi wako. Indama yumkinuka at-tahakkuma fi jaw'ika fa innaka tatahakkamu hayatak.
Kama mtu anaweza kudhibiti njaa yake, yani mtu anaweza kuikontrol njaa zaidi ya masaa 14, umefunga, njaa imekukaba lakini unasubiri saa 12. Mtu anapokuwa na uwezo wa kuidhibiti njaa yake, wa kuidhibiti kiu yake, huyu anao uwezo wa kukontrol maisha yake. Yani manake ni kwamba sio tu kuwa chakula na kunywa. Funga inakufundisha namna ya wewe kukontrol utashi wako. Yani huwezi kupelekwa na matashi ya mwili wako, bali utapelekwa na kile unachokihitaji wewe mwenyewe. Kwamba kama ni kula nitakula kwa muda maalum, kama ni kunywa nitakunywa kwa muda maalum. Saumu inakufundisha namna ya kuweza kukontrol maisha yako. Yaftahu siyami mustawan jadid min bina'i al-muruna wa tarkiz. Saumu inafungua kiwango kipya cha namna mtu anavyoweza kujenga uthabiti na namna mtu anavyoweza kuwa na umakini. Fasiyamu la yataallaqu bitarki at-ta'ami wash-sharabi bal fima taksibuhu min khilali at-tahakkumi ala raghabati. Kufunga si kuacha kula na kunywa tu, bali ni kipi unachopata baada ya kuwa umedhibiti matamanio yako. Yani nini una gain? Umeacha kula na kunywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini unachotarajia sasa kuvuna baada ya kuwa umeweza kudhibiti matamanio yako? Nini unachokipata? Ni kuacha kula na kunywa. Ij'ali siyama adatan litahawuli. Ifanye saumu kuwa ni zana inayoweza kutufanyia mabadiliko katika maisha yako. Yani saumu ni turning point. Saumu ni turning point. Kama ulikuwa unashindwa kuweza kujidhibiti, mfano wavuta sigara wengi, Ramadhani ndio huwa inawasaidia kuacha. Kwa sababu ameshindwa. Miezi ya kawaida hawezi kukaa saa moja. Anaweza akatoka ushirika hii kuipata sigara stendi ya zamani saa 7 usiku. Lakini saumu inaweza kumfundisha kukontrol ile hamu yake ya sigara. Maana yake kumbe saumu inaweza kutusaidia kubadilisha mambo mengi katika maisha yako. As-sawmu yataallaqu akthara bil-indhibat wal-qada'i 'ala al-'adati sayyi'a. Saumu sio kuacha kula na kunywa tu. Saumu inakufundisha nidhamu. Yani saumu sio kuacha kula na kunywa. Saumu ni discipline. Saumu inakufundisha discipline. Discipline kwa maana ya kusaidia kutoka kwenye tabia mbaya kukupeleka kwenye tabia njema. Saumu inakusaidia namna pia ya kutumia fedha au kipato chako katika misingi iliyokuwa sahihi. Anasema Sheikh Mutawalli Sha'rawi katika maneno yake, naanza na moja kwanza, najua la kumalizia hotuba yetu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuacha kula na kunywa mwezi wa Ramadhani, kwamba tusile mchana wa Ramadhani, tusikutane na wake zetu mchana wa Ramadhani. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotutaka. Lakini kuna kitu ambacho wengi tumeghafilika nacho, ni kutofautisha uumbaji wa Mwenyezi Mungu na utengenezaji wa binadamu. Utengenezaji wa mwanadamu, kile alichokitengeneza mwanadamu kinapokosa nishati yake, chanzo cha movement inapokosekana, kitu hicho huwa kinaacha kufanya kazi. Mfano gari, nguvu yake, nishati yake ni mafuta. Mafuta yanapoisha, hiyo gari lazima isimame. Simu unayoitumia ikiisha chaji lazima izime. Lakini hakuna mfumo katika huo mfumo wa mwanadamu ambao kitu hiki kinaweza kujiwekea akiba ya nishati kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Hakuna namna. Kwamba gari ina reserve ndio, lakini sio kwamba kuna uwezekano wakati gari inatembea
haya mafuta yanajitengenezea sehemu ya akiba yatakayotumika baada ya kuisha haya mafuta uliyoweka. Si kama lugha yangu inaeleweka. Mwili wako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuwekea mfumo maalum wa kuhifadhi nishati baada ya kuisha kile chakula cha kawaida ulichokula. Unapokula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia mwili unafyonza glucose. Ile glucose wanasema ni energizer. Inaenda sehemu ya ile glucose inatumika kwa sababu ndio inayozifanya seli zako kuwa active. Alafu mwili unaweka akiba ya glucose kwenye ini kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Yaani wewe unaweza usile milo mitatu, chai, mchana, usiku, na unaweza ukafunga masaa 72. Wako wanaofunga masaa 72 siku 3 maana yake bila kutia kitu chochote mdomoni. Lakini anaweza kuendelea kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu mwili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuwekea utaratibu wa kuhifadhi nishati. Kitu ambacho huwezi kukikuta katika utaratibu wa kawaida wa vile vilivyotengenezwa na mwanadamu. Lakini nalo likusudia kuhusu nidhamu ya matumizi ya kawaida ni kwamba Mwenyezi Mungu amejalia unakula baada ya Ramadhani, lakini ni sehemu ndogo sana. Ukiwa umefunga, ukipita barabarani unatamani kila kitu. Yaani njaa inakufanya utamani kila kitu. Utaona hivi utatamani, utaona hiki utatamani, utaona hiki utatamani. Kila kitu utatamani, utakusanya. Lakini wakati wa kula unagundua katika vyote ulivyokusanya kimoja tu kinaweza kukufanya ukashiba. Na hivyo vingine kaa hakuna shida. Mfumo wa Ramadhani ulikuwa unatutaka tuweze kutumia kidogo kama yalivyo mahitaji yetu, kuliko kuifanya Ramadhani inakuacha na madeni. Porque kuna wengine wanakuambia nisifungi kwa sababu sina sukari ya uji. Yaani yeye anachukulia Ramadhani kama ni kula. Unaweza ukahifadhi sehemu ya mapato yako kwa sababu saumu inakufundisha nidhamu ya matumizi ya fedha. Lakini wengine Ramadhani inawaacha na madeni, wengine wanalalamikia matatizo ya afya baada ya Ramadhani. Yaani afya imekuwa na mgogoro kwa sababu alikuwa wakati mwingine anakula mpaka anavimbiwa. Huu sio utaratibu aliokusudia Mwenyezi Mungu katika Ramadhani. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجيب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصل وسلم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وارحم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على خليلك إبراهيم وعلى آل خليلك إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداءك أعداء الدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات.